Singida walikuwa vizuri sana kuanzia dakika ya kwanza kucheza na opponent wao, especially zaidi kwenye phase ya nyuma. Walikuwa wapo compact sana, lakini kwenye kudrive team kuingia kwenye sehemu ya ushambuliaji, kwenye sehemu ya kiungo kutumia right wings na left wings wamekuwa perfect sana, lakini yote 9-10 upatikanaji wa magoli. Huwezi kumlaumu yeyote, lakini Pinpin Musa Kamara amekuwa na makosa ya kujirudia sana, golikipa Simba Sports Club. Goli la kwanza ambalo nafungwa na Jonathan Soa, huwezi kumlaumu kwa sababu turning back, Soa amegeuka nyuma ya walinzi watatu, huwezi kumlaumu kitu chochote, na mlinzi aliyo karibu naye ni Che Maloni Fondo. Mwisho wa siku anageuka, anafanya tani, anatafuta far engo, far posti, anakwamisha mpira kimiani. Upatikanaji wa goli la pili vivyo hivyo, huwezi kumlaumu mtu yeyote yule. Ali Salim anaweza pia akalaumiwa kwa kiwango chake, kwa sababu mpira unavyofanya clearance kutoka sehemu ya D-call line au kwenye 18 yard, lazima upeleke mpira pembeni, either wa fullback right au left aweze kuanzisha mpira, lakini sivyo bahati yeye kaurudisha ndani. Vivyo hivyo mwisho wa siku Kayeke anachagua engo, mpira unaenda goli la pili kambani mnamo dakika 32. Lakini Singida Black Stars haijaishia hapo. Goli la tatu upatikanaji wake ulikuwa bora sana, kwa sababu hata kile ambacho unakiona ni transition ya timu imetoka chini naenda juu, na drive mpira, mwisho wa siku anafanyika madhambi nje kidogo ya 18, mwisho wa siku inatengwa faulo. Mwamuzi anatenga pale, inapigwa free kick, inakuwa moja kwa moja inazama kimiani. Kwa hiyo huwezi kumlaumu yeyote. Mwisho wa siku Simba ndio atalaumiwa, kwa sababu wamepata miongoni mwa nafasi chache kabisa ambazo wameshindwa kuzitumia. Eli Mpanzu kipindi cha pili alivyoingia ameshindwa kutumia nafasi hiyo. Kibu Dennis Prosper alipokuepo ameshindwa kutumia nafasi hiyo, lakini pia kwa Steve Desem Kwala pia alipata nafasi kadhaa ambazo ameshindwa kuziconvert kutoka kwenye chance kuwa clear goal. Mwisho wa siku anaambulia goli moja ambalo nalo limepatikana kulingana na build up ya timu, kwa sababu hata goli ambalo alifunga Simba huwezi kumlaumu yote. Uwezo kwa alamu pia Singida kulingana na transition kwenye phase ambao walikuwa nayo. Kwa hiyo mimi naamini Simba Sports Club kwenye ligi ameshachukua alama 3, lakini hii kwenye federation imekuwa ndivyo sivyo. Kama ambavyo Young Africa alimtoa JKT Tanzania, leo hii Singida Black Stars anamtoa Simba Sports Club. Kwa hiyo matarajio yao kama mwalimu David Ouma alichokuwa amekipanga, naamini kitakuwa kimemlipa kwa 100%. Mwalimu Fadlu njia yake iko wapi? Kwenye FA ameshatoka. Matazamio ya wachezaji, psychology, fitness inaelekea wapi? Moja kwa moja inaelekea kwenye ligi, ambako huko sasa Simba Sports Club hahitaji kupoteza mchezo hata mmoja, hata kutoa draw, kwa sababu opponent wake ambao ni Young Africa wapo mbele tayari. Anachokihitaji ni kukompiti nao. Game ya Simba na Young Africa ndio itakayokuja kuamua nani anabeba ligi, kwa sababu kishindwa kuchukua mchezo huo, especially kwa Simba, kishindwa kwenda na fighting spirit na uwezekano mkubwa zaidi wa kuchukua alama 3, inakuwa sivyo bahati. Simba akipoteza mchezo, basi anakuwa Young Africa anapata ticket ya moja kwa moja kutoa bingwa, kuchukua kombe la ligi, kwa sababu kilichombakisha Simba FA hayupo tena, ngao ya jamii ashairuhusu, Mapinduzi tushatoka huko, matazamio ya waliokuwa wengi wanatarajia labda alivyokuwa kwenye Confederation Cup ameshatoka huko na RS Berkane, FA leo ametolewa na Singida. Kilichobakia ni mchezo wa Young Africa pamoja na Simba, ndio mchezo pekee ambao utaamua Simba hatima yake ya msimu huu 2024 2025 uko wapi in general. Wachezaji wa Simba walikuwa na msongamano sana uwanjani. Changamoto ilikuwa ni nini? Singida Black Stars wana muscle endurance, fitness level ya kiwango cha juu. Simba Sports Club kudondoka ndani ya uwanja, mimi nahisi hakuna atakayelaumiwa, lakini fitness level wametoka game ya RS Berkane ya tarehe 25, wamekuja hii game ya juzi, wamecheza tena tarehe 28 na Singida wamecheza tena leo. Kwa hiyo wachezaji nao bado ni wanadamu. Fitness level, uwezekano mkubwa baada ya siku mbili tena unacheza game ambayo ni ya kiushindani. Kwa hiyo upatikanaji wa matokeo na kudondoka inawezekana pia ukawa ni utimamu wa mwili hauko vizuri kabisa, na ndio maana hicho ambacho tunakiona kimetokea kwao ni normal tu kabisa. Selection ya kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club si kile ambacho tumekizoea. Nahisi hicho kilichotokea kimepelekea Fadlu kufanya hizo substitutions za leo. Wachezaji nao bado ni wanadamu. Shomali Kapombe, Baba Esther, Mohamed Hussein hawakuwepo ndani ya kikosi. Eli Mpanzu, Kibisawala, lakini pia Mavambo mara nyingi sana amekuwa haonekani kwenye kikosi. Ameanza Duchu, ameanza Valentine Uma. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hao wachezaji, lakini Pinpin Musa Kamara alianza nje na majeraha aliyopata. Kwa hiyo unaweza kuona selection ya kikosi cha mwalimu ndicho ambacho kimeweza kumhukumu, kwa sababu ukiangalia hata nafasi ya kwanza upatikanaji wa goli wa Singida Black Star ni kulingana na wachezaji ambao kutana nao Simba. Simba opponent wake alikuwa ni Singida. Singida alionekana kuwa perfect sana kwenye common
ni distribution of duties kuanzia dakika ya kwanza mpaka pale ambapo wamepafikia. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu Fadlu anahitaji kulena, anahitaji kukana wachezaji, kurudisha kwenye mentality, saikolojia nzuri, kwa sababu distribution aliyokuwa ameanza naye na selection of the key player kwenye kikosi cha kwanza haijaenda kumlipa. Though wachezaji wote ni wa Simba na wanavaa logo na kuipeperusha bendera ya Simba Sports Club. Singida ameshafuzu finali, unazungumzaje mchezo wa finali? Mchezo wa finali ndio naona utakuwa mchezo mgumu sana. Utakuwa mchezo mgumu sana, especially Singida na iona mbali. Yaani ukizungumzia Singida Black Star, moja ya timu pekee Tanzania ambayo ina fitness level ya ajabu sana. Wachezaji ambao product zao kubwa sana ni za upatikanaji wa Afrika Magharibi, upande wa UNAFU kwa maana ya nchi za Afrika Kaskazini. Isivyo bahati wachezaji wa Tanzania wapo pia, wachezaji wa Sekafa kutoka Kenya wapo pia. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Singida anaenda kucheza na Young Africa. Young Africa ambaye mara nyingi sana amekuwa bora zaidi kwenye finali. Lakini hiyo haina maana kwamba mpinzani Yanga amepata mpinzani ambaye si sahihi. Ni mpinzani sahihi. Kwenye kulinganisha takwimu ana wachezaji ambao wako vizuri, especially kwenye phase ya distribution kwa maana ya kupatikanaji wa magoli. Kina Jonathan Soa, ukiachana kina Adebayo, wote akina Elvis Balanga Lupia, miongoni mwa wachezaji wazuri. Huku kuna kina Prince Mpomelo Dube, kina Clement Mzize, wachezaji ambao wako perfect. Lakini ukiangalia in general sasa mchezo utakuwa ni wa aina gani? Naamini mchezo huu utabakia kwa wachezaji kwa sababu Mwalimu David Ouluma atakuwa shamaliza kazi yake kama kocha. Lakini vivyo hivyo kwa Miludi Hamdi atakuwa shamaliza kama kocha. Kinachobakia sio takwimu tena za on paper, on sheet. Tunaenda kwenye battlefield ambayo ni ya ushindani zaidi. Singida tunahitaji nini? Young Africa tunahitaji nini? Yote atakayepata nafasi aitumie kuconvert kutoka chance kuwa clear goal, na mwisho wa siku itakuwa perfect and amazing sensational finali ya CRDB Federation Cup msimu huu 2024 2025 katika ardhi tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.